Usiku ukishuka, kimya kinazungumza. Hatua za pole gizani zinatembea. Mlango unalia kama una siri. Kuna macho yanatazama bila kuonekana. Ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia Shikamoo madam. Madam, mimi natoka. Kuna tatizo? Hapana. Mchana unapika nini? Najua labda umeongea na Swaumu anataka nini ili mchana nijue cha kumpikia. Sasa Swaumu alisema anataka kula ndizi nyama, sawa? Alafu jioni akisha babako alisema anataka kula tambi na sausage. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa madam. Pale ndani kuna nguo zangu. Naomba uchukue unifulie. Haya. Au kuna jipi? Amna. Bye. Oh. Halo kiongozi, nishapajua pale anapoishi yule binti. Sawa basi kiongozi. Hamna tatizo kiongozi wangu. Kumbe kanakaa pale. Usiku ukifika, milango ifunge, maana kivuli chake. Yuli mdogo wangu. Dada. Nimekuja hapa mdogo wangu. Kuna kitu nataka unisaidie. Tu gani tena dada yangu? Yule mlinzi wenu pale getini Mkude. Mdogo wangu yule Mkude mimi nampenda sana. Kwa wewe umekuja yaani ni kazi ni kumfuata Mkude? Nimempenda. Na nampenda. So nimempenda tu na nampenda. Kwa nataka alienisamu na Kiluguru. Ndogo wangu, mapenzi hisia. Hauwezi jua mimi nimempendea nini yule. Ndio maana nakwambia nimempenda na ni pia nataka nikupe hii kazi uende ukaongee naye. Kama unamuona mbaya, mimi namuona mzuri. Afu kingine hii ni yaani nimekuja kwako wewe. Sababu uko na wewe umechangamka. Usije kumwambia bosi wako. Maana hata bosi wako hajui chochote kuhusu hilo. Na sijataka kumwambia kwa sababu angenihisi mimi vibaya. Ndio maana nimekuja. Kwa hiyo nina imani kazi yangu utanifanyia vizuri ndugu wangu. Yaani sitaki kuamini kabisa. Kwa hiyo saizi hapo yaani moyo wako ukimwona Mkude unadunda huko ndani. Alafu nikuahidi kitu kimoja. Ukiona ushawishi wa mdomo unakushinda, mimi nitakupa pesa uende ukampe. Si umenielewa? Hebu lete hela hizo. Ngoja basi nikupe ya soda uende ukampe. Hiyo ni ya soda. Jambo langu utakapolifanya vizuri, yatakuja mengine zaidi ya hayo.
Nasi ushanielewa mdogo wangu, lakini chunde usije kumwambia dada yako, maana hili jambo dada yako halijui. Hata ujio wangu hapa nimekuja kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo naomba tujue mimi na wewe. Sawa, na imani kazi yangu utanifanyia vizuri. Kweli mapenzi hisia. Mimi mwenyewe nimekaa hapa muda mrefu ndani hata kuja kunipa hela ya soda. Kwa sababu ya Mkude leo mnatoa hela za soda. Buju. Sasa nginiacha kabisa namba yako ili kama mambo ya kitiki kwa Mkude ili nikupigie kadi. Nenda nikuandikie. Hiyo. Basi mdogo wangu, mimi naondoka. Ni kwani kiongozi bwana, mimi nimefanikiwa kumuona yule binti ambaye mlikuwa mnamtafuta kwa muda mrefu, na nimekutana naye tu mitaani hapo wakati naendelea na harakati zangu. Unamaanisha Juli sio? Ndio kiongozi, ni huyo. Yeye labda umemwona sehemu gani? Kidogo ni mbali na maeneo yetu hapa. Nikiwa katika harakati zangu za kuuza nguo ndio nikagumiana naye. Na kwa mazingira ambayo nimemuona ni mtu ambaye akai mbali na maeneo yale nilomuona. Ni atakuwa anakaa maeneo yale tulipokutana. Na huo mtaa mimi siwezi kusahau kwa sababu ndo napitaga sana kwenye harakati zangu. Na ulibahatika kufahamu nyumba ambayo anaishi? Kwa hilo sikubahatika kiko, kwa sababu tulikutana tu njiani. Na nilitamani kweli kumfuatilia nijue anapoishi, lakini kulikuwa kuna mambo kidogo yakatokea nikatimua zangu mbio, kwa hiyo sikufanikiwa kujua wapi anapoishi. Basi sasa kuna kazi inabidi nikupia ziada. Hebu fanya mpango, uchunguze kadi uwezavyo ili uweze kubaini kwamba anakaa kwenye nyumba gani. Utakapojua kwamba anakaa kwenye nyumba gani, iturahisishia sisi kama serikali kuweza kujua nini cha kufanya na namna gani tunaweza tukamkamata. Basi sawa kiongozi, mimi ni kuahidi tu kwamba nitalifuatilia hilo ulilolisema, na endapo nitagundua chochote kinachomhusu yeye, basi mimi haraka nitakuja kukupa taarifa kiongozi wangu. Hiyo itakuwa nzuri. Na jambo lingine ni kwamba nikipata muda itabidi nikuite unipe maelekezo namna gani jinsi ya kuweza kufika pale. Au hata ikiwezekana tuongozane ili niweze kujua kwanza huo mtaa ambao anapatikana, ili na sisi kama serikali tusikuache tu jukumu wewe. Tukae na kuangalia namna gani ambavyo tunaweza tukalifuatilia hilo jambo. Sawa. Asante sana kwa hiyo taarifa. Mimi ngoja niendelee na mishe zangu. Karibu sana. Haya. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri. Mkude endi tamboi la Kiluguru hilo. Mambo Juli, mtoto ambaye unanisumbua sana. Hivi unataka nitumie muda gani kukufikiria wewe? Kude, mimi na ujumbe wako mwana. Una ujumbe gani? Na unatoka kwa nani? Umetoka kwa yule binti rafiki yake madam. Mtoto fulani hivi cheupe hivi, kibongi kipo kama kibuyu hivi. Cheupe? Mtoto kina titat. Unataka uniambie ni huyu mdada anayekujaga rafiki yake madam? Ndio huyo yule rafiki yake madam, ambaye anakujaga mara kwa mara hapa na madam. Kaka, yule binti anakupenda. Na sio kukupenda tu, yaani mpaka anachanganikiwa. Yaani kwa jinsi alivyokuwa ananielekeza mimi mwenyewe nikasema kweli hapa Mkude tunakula wali. Ama kweli mapenzi ujinga. Yaani yule unayempenda yeye hakupendi, alafu usimpenda yeye ndo anakupenda. Yaani mimi nakupenda wewe,
alafu mapenzi yangu mimi unapeleka kwa mtu mwingine. Hivi hebu nisikize kwa makini. Mimi kukupenda wewe sio makosa, ninakupenda kweli. Alafu usichojua, mimi nakuwazia future wewe. Najua kabisa nikikupata wewe na kuandaa kuwa mke wangu, lakini sio hiyo mikurubendo unaonitafutia wewe. Sasa na wewe ndo unaanza kuharibu. Yaani mimi nakuletea habari nzuri za sapta, unaanza kuletea love story hapa za mapenzi. Nimekuambia binti anakupenda, unaanza kuniambia mimi unanipenda. Kashana kabisa hadi nakuhudumia, kanituma mimi hela hii ya chai. So chai tu na soda unywe. Yaani hapo unavyosafisha gari hapa, unakunywa na soda, unajisikiaje? Sasa sikia. Nisikilize wewe binti, usione kuchafuka ndevu huku ukazani labda mimi ni Mwarabu Koko. Mimi ni Samboi la Kiluguru, a man from Morogoro, mji kasoro bahari. Sura ya mama, mwili wa baba, mama Moi na Mkude. Hii hela ulionipa sihitaji, mpelekee huyo kurubenda aliyekupatia. Yaani wewe unapewa hela unakataa? Kwanza mimi nitairudisha? Hela siirudisha, hela naichukua. Hii hela akakupa ingekusaidia hata ukienda kununua hata shevu unyoe hizo ndevu. Vitakataka vyako hivyo ungetoa. Unaangua hela unakataa. Kwa unajikuta nani? Unajikuta Yesu mtume? Hii hela mimi sirudishi. Mtu unasaidiwa au kidogo angalau maisha yako yaende vizuri. Mwanamke anakutongoza, anaanza kukuhudumia, alafu unaleta maseki. Tia wewe. Toka. Nakwambiaje? Toka. Mama, niambie binti yangu. Mimi kuna kitu nataka kukuambia. Nini tena wewe? Mimi naona tu bonge covered. Maanake kikapu sina tamani kuna hii nyumba. Una amani kivipi? Niko mimi hapa, mama yako, baba yako yupo, shida nini? Sio hivyo mama. Damu nitesa kila siku, naomba nifue nguo peke yangu. Analeteaga nguo zote tunazionaga nje ambazo zimefuliwa, fui hela, fua mimi. Mdenge anipi chakula kwa wakati. Nikimwambia ananikalikia. Sawa mwanangu bana. Sasa kukufua, sijui kuosha vyombo, si dada anakufundisha? Anakufundisha kwa sababu ushazoea kukaa bweni, hufanyi chochote. Hapa anakufundisha ufue, oshe vyombo. Wewe mwanamke mwanangu. Mama hujui tu. Ukiondoka wewe na baba. Labda ungekuwa naishi na mimi hapa, tunakaa wote kuanzia asubuhi mpaka usiku. Mngeelewa kila kitu. Sema najua hawezi kuamini. Kwa hiyo hauli? Ndio. Haunywi maji, unakunywa chooni. Unafanyishwa kazi na huyu Ijuli au kuna mtu mwingine? Huyo. Swaumu. Acha bwana, huo una mambo ya ajabu kweli. Haya, kama ni hayo yamekutokea, mbona hujawahi kuniambia? Ndio kwanza unaniambia leo. Kama unashinda njaa, mbona nikirudi kazini huniambii mama nashinda njaa? Naogopa anaanza kunisema kwa sababu mimi mnaondoka peke yenu huko. Wewe na baba. Inawezekana hata mkiondoka anaweza taka nipiga. Naogopaga kusema mama. Yaani anafanya wewe kwa sababu gani? Basi ondoa shaka mwanangu. Mimi nitakaa na Yuli, nitaongea naye. Haya yote yataisha, sawa?
Mama. Sasa usiache kuwa na furaha kwa sababu upo nyumbani kwa ajili yangu mimi na babako. Tumeelewana? Mama. Haya yote yataisha, sawa? Usijali kipenzi changu Anjo. Na unapenda kudeka mwanangu wewe. Let's go. Yes, hello. Mpaka muda huu tunavyozungumza tayari nishagundua ile binti anaishi wapi. Kwa hiyo haupaswi kuwa na wasiwasi, nitalifanyia kazi. Sawa, ina shida. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena, kivuli cha